الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu, Bismillahir Rahmanir Rahim, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Na amesema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani katika sura ya 5 nasema minal mu'minina rijal sadaqu ma 'ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Aya hii ndio nilokusudia kuizungumzia leo katika kukumbuka mazazi ya bwana wetu Abul Fadhl al-Abbas. Abul Fadhl amepewa jina hili kama ambavyo alipopewa jina la Qamar Bani Hashim. Maana ya Abul Fadhl ni baba wa fadhila, yani tabia tukufu, tabia nzuri nzuri, na amepewa jina hili kwa sababu alikuwa nazo tabia tukufu na alikuwa nazo tabia nzuri nzuri. Alikuwa nayo tabia kwa mfano ya ukarimu, alikuwa nayo tabia ya huruma, alikuwa nayo tabia ambayo ajulikana zaidi kwa hiyo ya ushujaa na sifa nyingine kadhaa wa kadhaa. Kwa sababu ya kukusanya sifa zote hizi na kwa sababu ya Mwenyezi Mungu alikuwa amemuumba mzuri wa sura na mzuri wa tabia, akaitwa kwamba yeye ni mwezi wa Bani Hashim. Zote hizi ni sifa ambazo alipewa kwa sababu alikuwa nazo, si kwa sababu ya watu kutaka kufanya mjama walipewa. Yeye alizaliwa katika mwaka wa 26 wa Hijiria na akafariki shahidi katika Karbala, kama tunavyoelewa vizuri tunaposoma majlis za Muharram. Kwa hivyo ameishi kipindi cha miaka 34 au 35. Amefariki katika umri mdogo. Leo baadhi ya watu wenye miaka hiyo wajifikirie kwamba umri wao huo ndipo alipouliwa katika vita vya Karbala. Yeye alizaliwa na bibi alikuwa akijulikana zaidi maarufu Ummul Banin, baada ya bibi Fatima alayhi salam.
ndiye aliyekwenda kumkosea mamake Abul Fadhl al-Abbas pamoja na ndugu zake wengine, kenda kumchagulia mke ambaye ataendeleza kizazi kitakachokuwa na sifa ya Imam Ali kama ambavyo kizazi cha Bibi Fatima kiliendeleza. Tukielewa kwamba Imam Ali kama wa kwanza katika maimamu, ilikuwa ni dharura ili kuweka mfano mzuri kizazi chake kiwe na watu ambao watakuwa waonesha kwamba ni watoto wa Imam Ali. Kwa hiyo kaka yake akamtafutia nyumba, na hili ni jambo muhimu sana. Siku hizi moja katika matatizo yanayotupata sisi katika society zetu ni kwamba yale yaliyowekwa kwamba tuyatafute tunapotafuta nyumba ya kuwapeleka watoto wetu wa kiume kuoa au tunapowapeleka watoto wetu wa kike kuolewa, yale ambayo ni muhimu kuyaangalia ili kizazi kinachotoka kiendelee na ile tabia nzuri, sisi leo tumepuuza yale mambo yote yaliyowekwa. Watuangalie tabia, historia, background ya ile family unayotaka kuungana nayo. Siku hizi watu waamua kama matendo, na ndio ikawa matatizo haya ambayo yanatupata. Ndoa zetu hazidumu. Baada ya miezi mitatu wasikia watu wamefanya harusi kwa magharama mengi mengi, baada ya miezi mitatu wasikia nyumbani tayari kuna ugomvi. Ni kwa sababu wakati wa kujenga msingi hatukufanya juhudi ya kuhakikisha tumejenga msingi barabara. Sasa kaka yake Imam Ali alayhi salam kataka kumtafutia nyumba yenye shajaa, kenda katika kabila la Bani Kilab ambalo linajulikana kwa tabia nzuri na ushujaa. Kenda akamkosea bibi yule, ndiye alikuja akamzaa Abul Fadhl pamoja na ndugu zake wengine, na ni kwa sababu ya kupata nyumba kama ile ndio Abul Fadhl akainukia na ushujaa kama walivyokuwa babake. Kwa hivyo katika siku kama ya leo tunapozungumza habari ya mazazi yake, sifa moja kubwa ya kuikumbuka na kutaka kuiga ni sifa ya ushujaa. Abul Fadhl kapigana vita vyote alivyopigana babake Imam Ali alayhi salam. Hakuna vita vya Jamal vya Siffin, vyote kila vita alivyopigana Imam Ali alayhi salam Abul Fadhl. Na wakati huo ni kijana, ni mtoto zaidi, sio kama wakati wa Karbala, ingawa wakati wa Karbala pia umri wake ni kwenye tatu, lakini hapo alikuwa mdogo zaidi. Hata katika vita vya Siffin alikuwepo bwana mmoja alikuwa shujaa upande wa Muawiya. Vita vya zamani basi lazima kwanza waanze mbara kutoka mtu mmoja upande huu na mtu mmoja upande ule, wakapigana wale. Sasa alipokuwa Abul Fadhl yumo katika vita vile na kajifunika uso, Muawiya akamtoa yule bwana Shasha, akamwambia
toka wewe kupigana naye. Yule bwana kwa sababu ni shujaa akaona mimi nipigane na mtoto huyu, hajamjua bado amejifunika, lakini amuona kwa kuwa huyu sio laiki yangu, shujaa kama mimi natolewa huyu, kwanza tumpe watoto. Kwa hiyo mimi nitatoa watoto wangu kwanza wapigane naye. Nikatoka wa kwanza Abu Bakr akampiga akamuua. Katoka wa pili Abu Bakr akampiga akamuua. Katoka wa tatu akampiga, mmoja baada ya mmoja, mpaka watoto wake wote 7 bwana yule wakauliwa na Abu Bakr. Kuona vile akatokeza na yeye mwenyewe, akitokeza na yeye Abu Bakr naye akampiga akamuua. Ndio Imam Ali alayhi salam akaenda kwake akamfunua uso, akimfunua ndio anamuona ni Abu Bakr. Sasa ndio ile kusema like father like son. Ukiangalia mtu shujaa kama huyu akapigwa na Abu Bakr pamoja na kuuliwa na watoto wake, na ukaangalia wakati wa Imam Ali alayhi salam alipambana na Amr bin Abd, wakati ambapo kila sahaba alikuwa akisifiwa kwamba ni shujaa, aliogopa kupambana na kafiri. Imam Ali peke yake ndiye alijitokeza, na yule kumuona Imam Ali kwamba ni mtoto akamwambia, mimi sitaki kukuua wewe, wewe ni mtoto kwangu, sina haja na wewe. Imam Ali akamwambia, mimi nataka kukuua wewe, kama wewe unataka kumuua mimi nataka kukuua wewe. Na akakasirika, akaingia katika midani katika vita, na Imam Ali akamuua. Ndipo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposema kwamba Uislamu wote umedhihiri juu ya ukafiri wote, upanga wa Zulfikar ndio usimamisha Uislamu. Kwa hivyo Abu Bakr kwamba ni mtoto wa Imam Ali alayhi salam, ikitakikana awe vitu zaidi, ni lazima awe kama babake. Kwa hivyo kaka yake alipokwenda kukosa, alikuwa anajua anampeleka Imam Ali nyumba gani na watatokea watoto wa aina gani, na wote ndugu zake wakaja wakasimama imara katika kata, mmoja baada ya mmoja, kwa amri ya mama yao, lazima msimame ndugu yenu Imam Hussein alayhi salam. Wakasimama, wakapigana, wakauliwa, wakafa mashahidi. Yeye mwenyewe tunajua kisa chake, namna alivyouliwa, namna alivyosimama imara wakati ambapo masahaba wote wa Imam Hussein wameshughulika na ibada za usiku, waswali na kusoma Qur'an. Abu Bakr ndiye alikuwa yeye kakesha juu ya farasi, anafanya nini? Analinda ahlul bait. Yeye ndio kenda kwenye hatari zote, mlinzi. Pakitokea hujuma, ataki zote, kwanza anapata mlinzi. Yeye kachagua kusimama pale kama Imam Ali alayhi salam alivyochagua kulala kitanda cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kesi za Imam Ali zinavyorudiwa na Abu Bakr al-Abbas.
akasimama, na ilipotokea dharura ya yeye kwenda kutafuta maji, akaenda kutafuta maji, na twajua kafiri walivyofanya, wakamkata mikono yake, lakini yeye akawa amesimama imara mpaka akafa shahidi. Hili ni jambo ambalo lilikuwa limekadiriwa na zamani, na bado ni kijana Abu alitumwa maji mmoja, na akakwenda kufika maji, lakini alipokuwa akija nayo yanamwagikia katika mwili wake, mapema kufuka kwamba hivi maji ambavyo yamemwagikia mwilini mwake itakuja na siku damu itamwagikia na hili. Na wakati walipata nafasi maadui walimuua Abu kwa kumkatakata mwili wake na kumpiga mafumo ya kila aina, mpaka wakati watu walipokuja kuzoa maiti yake walikuwa hawawezi kuizoa, sababu kipande kingine kianguka huku, kipande kingine kianguka huku. Sasa Abu Fadl kwa ufupi hadithi yake ni hiyo, lakini kama nilivyosema kwamba haina maana sisi kuzungumza visa hivi basi vikaishia hivi. Tukiondoka hapa tumesikia visa. Kwa hiyo nimeanza kwa aya minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wama badalu tabdila. Aya hii ilikuwa imeshashuka zamani ikizungumzia masahaba wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini Qur'an haikusudii kufuatwa na watu wa wakati wa Mtume peke yake. Qur'an imekusudia ifuatwe na Waislamu wote, wakati wote, nchi zote, zama zote. Sisi leo tuna wajibu kwa kusadikisha aya hii. Sisi leo tuna wajibu wa haya yaliyosema kwenye aya hii, na sisi tuwe ni reflection ya aya hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema minal mu'minina rijalu, katika waumini na wanaume. Aman tasliba ya amen. Minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alayhi, wamesadikisha yale ambayo wamemwahidi Mwenyezi Mungu. Faminhum man qada nahba, katika hao waumini kuna wengine wameshatekeleza, wameshafulfill ile pledge yao, wameshatimiza ile ahadi yao katika hao. Wa minhum man yantazir, na katika hao waumini wako wengine wangojea fursa ya kutimiza, hawajapata ile fursa, lakini waitazamia itakuja na wao watimize, walemo katika wale rijalu. Faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wama badalu tabdila, wala hawabadilisha chochote. Yani pledge yao imekuwa imara, wakiwa wamepata opportunity ya kuitimiza ile pledge yao, kama alivyopata Abu Fadl Abbas, hakurudi nyuma, akatimiza. Na wale ambao hawakupata opportunity wakahuzunika kwa kuwa hawajapata fursa
lakini waitazamia itakuja fursa. Sasa hatari ya mu'min ni kwamba yeye hakutimiza ahadi aliyompa Mwenyezi Mungu, na bado hana nia ya kwamba fursa ikitokea yeye atatimiza. Mu'min wa namna hiyo si mu'min. Sasa sisi leo tunazungumza habari za Abul Fadhl al-Abbas. Ahadi gani ambayo katimiza? Ahadi gani ambayo Abul Fadhl na masahaba wengine wamemtimizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni ahadi gani ambayo sisi kama Waislamu, kama wafuasi wa Abul Fadhl tunataka tutimize ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Muislamu yataka aelewe kwamba Uislamu ni ahadi, ni mithaq. Wewe umewekewa neno, ukiliangalia dhahir pengine waliona ni neno dogo. Wewe waambiwa huyu mu'min mpaka useme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa wewe ukishasema hivyo, ni haramu kumwagwa damu yako, ni haramu kuvunjwa heshima yako, ni haramu kuvunjwa cheo chako. Wewe moja kwa moja unakuwa ni ndugu na mwingine anayesema la ilaha illa Allah. Moja kwa moja wewe ukishasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kila aina ya tafrika, kila aina ya discrimination kwa wewe imeondoka. Mimi nikikuona sikuoni tena wewe ni Mhindi, wewe unioni mimi ni Mwafrika. Wewe ni ndugu yangu, na mimi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa amri ya vao hii, yule ambaye ni Mwafrika mwenzangu, yeye si ndugu mbele yako wewe. Kwa hivyo neno la ilaha illa Allah si jepesi, si kitu kutokuuza, ina miko yake. Wewe ukisema la ilaha illa Allah, kwanza umeshakubali hakuna Bwana zaidi ya Mwenyezi Mungu. Huko tayari kuwa chini ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na akitokea ambaye si Mwenyezi Mungu akataka kukufanisha mambo kinyume na Mwenyezi Mungu, wewe utakuwa tayari kupambana na huyo, hata awe na nguvu aina gani, kwa sababu kwa kilima cha la ilaha illa Allah wewe huamini kwamba yuko mwingine mwenye nguvu kuliko Mwenyezi Mungu. Lakini sasa kuisema sisi kuitenda kazi, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, sura Al-Muzammil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sisi tutakuteremshia wewe neno zito. Sio rahisi, ni kwa sababu leo sisi la ilaha illa Allah hatuisemi kwa dhati, ndio tukawa namna hii. Wewe ukijiona yale yote yanayoamrishwa na Uislamu huyafanyi, au unachagua haya wataka haya hutaki, basi ujijue wewe hujalisema neno la ilaha illa Allah sawa sawa, na ujijue wewe hujatimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huingii katika minal mu'minina rijalu. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mfuasi na mpenzi wa Abul Fadhl al-Abbas, Abul Fadhl al-Abbas katoa roho yake kafika daraja ya juu,
lakini kuna daraja ya chini kwanza. Wewe ujiulize, Mwenyezi Mungu asema qu anfusakum wa ahlikum nara, walinde, jilinde nafsi zako, jilinde wewe mwenyewe na watu wako nyumbani, jilinde na moto. Sasa amri moja ya Mwenyezi Mungu ni kwamba kama wewe waamini la ilaha illallah, watoto wako nyumbani umewalea waijue la ilaha illallah, mke wako nyumbani umemlea atambue la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Au waona wewe tu yatosha wewe uje kuswali, watoto hawaswali, kujitimiza kuingia katika minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu alayhi, kuingia katika wafuasi wa Abu Fadl. Juzi ilipopigwa Karbala, walipatikana baadhi ya watu kule kule wakiuliza yuwapi Abu Fadl, alikuwa wapi Abu Fadl, mbona ameacha tribe kule? Ni kwa sababu hatukuelewa. Sisi kila mwaka tumetilia mkazo kwenye ziara, na watu watoka kila mwaka kwenye ziara. Lakini ziara imewekwa na ikatiliwa mkazo na sababu zote, basi tuende tu kama tourist, uzunguke. Ukienda ziara unapata opportunity ya kurenew your pledge to Abima. Kila mmoja akifika pale asema ana harbun liman harabakum wa ana silmun liman salamakum. Basi kwa mdogo unapomwambia Abu Fadl, hukumbuki wewe Abu Fadl kafanya nini mpaka wewe leo ukaipata dini. Sasa Abu Fadl hayuko pale, wewe unayemhakikishia kila ukienda ziara kwamba na wewe uko imara, utapigana vita na alipigana vita na wao, utakuwa na amani na ambaye amekaa nao kwa amani. Sasa ukipigwa waogopa kusimama, kisha wauliza Abu Fadl kwa Abu Fadl alipokuwa hai hakuuliza babasi fulani, alisimama yeye akapigana. Sasa wewe leo wazunguka tu basi nzuri, ile dharura, ile message ya ziara hatujaipata sawasawa, na kama twaielewa vizuri tusingekuwa hivi dhaifu tulivyo leo. Vita vya kina Abu Fadl sija kuzungumzwa basi tukastarehe, tukaeleza kwamba jinsi gani aliyojitolea, akataka mkono huo, akataka mkono huo, yaendelea. Ni kwamba na wewe ni mithli hadha falyamalil amilun, mfano wa haya wafanye wenye kufanya. Kama wewe ni mwenye kufanya, basi ufanye kama Abu Fadl. Wewe uone aibu kujita wewe ni mfuasi wa Abu Fadl, ukampenda Abu Fadl, kisha ukija mahali ambapo watakikana uwe na msimamo wa Abu Fadl, wewe huna msimamo wa Abu Fadl. Mapenzi yako yako wapi? Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Kama mapenzi yako ni kweli, ungemtii, ungemfuata yeye, kwa sababu anayependa siku zote hufuata yule anayempenda. Sasa Waislamu tunapokuja sisi tukazungumza habari ya minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi, kwamba katika waumini kuna wanaume. Mwenyezi Mungu amewaita wanaume, bali ni watu ambao wamejitolea. Katika waumini kuna
wale ambao wamejitolea kusimamisha Uislamu na kusimamisha Uislamu. Mwenyezi Mungu asema inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qur'an imekusudiwa kuwapwa. Qur'an imekusudiwa basi kusomwa ikawa kama kawaida. Atakaa mtu mmoja mwenye sauti nzuri na sisi basi tukiona raha. Qur'an inataka kuwapwa. Na ikiwa ni kuisoma tu hivi, utaona wale ambao ni maadui wa Uislamu hawatishiki. Idhaa za kikafiri utaziona zote ikiwa zimeelekezwa kwa Waislamu zinafunguliwa kwa kusoma Qur'an, kwa sababu Qur'an ikiwa inasomwa katika idhaa haidhuru mtu, haidhuru mtu. Na ndio sababu ukaziona idhaa za Uingereza, za Marekani, za Urusi pamoja na communist wakipiga wakibimu idhaa zao kwa Waislamu, utaona wafungua kwa Qur'an, kwa sababu wajua Qur'ani inayosoma tu katika idhaa haina matatizo. Tukiwa kesho na mashindano ya watu kuisoma Qur'ani tu hapa, na serikali itatusaidia kufunga mabarabara yote, kwa sababu Qur'an pale haitishi. Na sivyo ilivyokuwa kwa Waislamu waliokuwepo zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini angalia Qur'ani inavyotisha unapoipractice. Wewe hukumlazimisha asiye Muislamu kuipractice. Umeamua wewe kama Muislamu mwanamke utavaa hijabu. Angalia madola makubwa yanavyokwenda mbio kutulazimisha tuvue hijabu. Sasa wewe ukusema kwamba wasio Waislamu lazima wavae hijabu. Umesema Muislamu amri ya Qur'an ni avae hijabu, kwa hiyo amevaa hijabu. Sasa jiulize wewe, ni kitu gani kinachotisha? Tukutana sisi umma na limoja, tukaleta mtu kusoma Qur'an, ikawa serikali haitishiki, yatishika na mwanamke mmoja kuingia katika classroom amevaa hijabu. Na nini katika implementation of the Qur'an inaotisha? Ni kwa sababu Waislamu wanapoanza kuipractice Qur'an, watapatikana minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, watapatikana kina Abu Fadl, watapatikana kina Imam Hussein, watapatikana kina Imam Ali wanapoipractice. Lakini ikiwa haipractice hakuna wasiwasi. Leo ukiangalia ulimwengu mzima, Karl Marx ameweka maneno. Kwa nini leo wakishika Muislamu akiweka neno? Kwa nini leo ukisafiri ukapita international airport, watu wakishamuona kijana ameweka ndevu wanakuwa na wasiwasi naye? Na ni kwa sababu wajua kwamba kila tukiwa na commitment na Uislamu, kila tukikamata mafunzo ya Uislamu, Uislamu utatransform, utakubadilisha tuwe wale minal mu'minina rijal. Na kila tukiuacha Uislamu na tukawa hatupractice yale mafunzo ya Qur'an na tufuati, ndio sisi tutakuwa hatuna tena watu wale ambao watakuwa ni rijali. Kwa hivyo sisi katika wakati kama tulionao, tuna wajibu wa kuanza katika society zetu wenyewe. Siku kama leo
turenew pledge yetu kwa Abul Fadhl Abbas kwamba kama wewe ulivyokuwa ni mwanamume katika muumini, na sisi wapenzi wako tukupenda wewe na tukuamini, kwa hiyo na sisi leo tu pledge kwamba tutaanza ndani ya majumba yetu kuhakikisha kuna Uislamu. Kama si hivyo tutakuwa tukutana tu hapa ni kama tunacheza shere Abul Fadhl Abbas na maimamu wengine tunakutana kusherehekea kuzaliwa kwao. Maksudio ya kuwekwa siku hizi ni kujiangalia sisi tukilingana na wao na mafunzo yao. Haina maana sisi kuzungumza fadhili zao, haina maana sisi kuzungumza jihad zao, misimamo yao. Kama basi tuzungumze tu tumalize tuendelee kama tani ya santuri. Lakini iwepo pledge, kila mmoja katika sisi atake awe kama Abul Fadhl. Leo sisi kwa sababu hatutaki kuwa kama viongozi wetu, tumeishia kwa kama viongozi tukapili. Anataka design nyingine mpaka mwangalie ekta fulani na yeye akaendelea kama ekta fulani. Anataka kubana na fulani mpaka mwangalie express na fulani abaye kama express na fulani. Lakini hakuna mtu ambaye ataka kuwa kama Imam Ali, hakuna mtu ambaye ataka kama Imam Hussein, hakuna mtu ambaye ataka kuwa kama Abul Fadhl. Na bado wewe wasema wapenzi Imam Hussein na Abul Fadhl. Sasa ndugu zangu, kwa siku hizi ni muhimu sana tuelewe kwamba tukikutana hapa tuwe tunazungumza maisha ya maimamu wetu na kujaribu kuwaseti wao kama example kwetu sisi, na sisi tulizo tuamue kuwaiga wao katika zile sifa ambazo ni zao. Tujaribu kuwalea watoto wetu wakulie, wasione kwamba fadhili zile ni kuelezwa tu kwa mdomo zikaishia pale. Waelewe kwamba zile ni fadhili zaelezwa na ziigwe, mtu awe nazo. Hakuna kitu chochote kinachofanya watu fulani ni mashujaa, fulani ni waoga. Hakuna kaumu nzima ni waoga kwa jumla, wala hakuna kaumu nzima ni mashujaa kwa jumla. Ushujaa na uoga ni vile ulivyokuja wewe. Sasa wenzetu waelewa vizuri sana kwamba njia moja ya wao ya kututawala sisi ni kutunyang'anya Uislamu wetu. Yule waziri mkuu wa Uingereza alikuwa akiitwa Gladstone alisimama katika bunge la Uingereza mmoja wakati Misri ilikuwa imeanza harakati za kupigania kusimamisha Uislamu wakati wa Muhammad Ali. Kasimama kwenye bunge la Uingereza, British Parliament, akashika msahafu akasema katika British Parliament, we cannot rule over the Egyptians so long as they have this book with them. Hatuwezi sisi kuwatawala wa Misri maadamu bado wanacho kitabu hiki. Kwa hiyo lazima tuwapokonye. Lazima tuwapokonye vipi? Hakukusudia kwamba tuchukue misahafu tuichome. Acha tuwazuie Waislamu wasifuate misahafu, tuwekee msahafu katika makorti yao, basi wakamati wakiapia. Tuwekee misahafu katika bunge, wakiapishwa watu wakamate msahafu waapie. Na tuwafunze Waislamu wachukue msahafu, watengeze kitambaa kizuri, waufunge vizuri, waufungike kwenye ukuta vizuri. Lakini tusiwaachie Waislamu wakaifuata Qur'an, kwa sababu tukiwaachia wakifuata Qur'an sisi tutakuwa katika hatari. Na pledge sisi tulompa Mwenyezi Mungu wa kusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni kwamba sisi tutaisimamisha Qur'an.
Ramadhani pale tunaposoma dua tukaweka msahafu juu ya kichwa. Yataka tufahamu, maanake tusiweke tu, tuwe ndani ya moyo yapita kwamba sisi kweli tuiweka Qur'ani juu ya kichwa chetu, sio kuiweka tu physically, tuiweka hasa kwa maana kwamba sisi hakuna kitabu kingine tunachokitukuza zaidi ya Qur'ani, na kutukuza Qur'ani kwetu sio kukiweka tu kichwani, ni yale yaliyomo katika Qur'ani yote tumeweka juu ya kichwa chetu. Hapo ndio tutapata mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.